Mwanafunzi mpenzi wa lugha mahali ulipo, hujambo. Jina langu ni Ustadh Kaka Munai, na kipindi ambacho kinaenda hewani sasa hivi ni Uketo wa Kiswahili, na ningeomba kwamba uweze kujisajili kwenye kipindi hiki, na kukufahamisha tu ni kwamba ningependa tuweze kuzungumza ama kuwa na mdahalo kuhusu mhusika mwamba, mojawapo wa mawakili ambao wameweza kuangaziwa kwenye riwaya ya Nguu za Jadi. Mwamba, kumbuka kwamba ni mwanasheria ambaye anawakilisha wenyeji wa Matango katika kesi inayohusu ardhi yao ambayo serikali ya Mtemi Lesulia ilitaka kuinyakua. Kwa hivyo huyu ndiye aliyetumiwa na wanaharakati kama vile Mangwasha pamoja na Lonare ili kuona kwamba wamebaki na umiliki wa ardhi hiyo, kwamba watu wa Matango wangebaki na umiliki wa ardhi hiyo. Tunapoangalia sifa za mwamba ni kwamba mwamba ni mkweli, na ithibati ya kuonyesha kwamba mwamba ni mkweli ni kwa sababu tunaona kwamba anatoa ushahidi wa kweli katika kesi pamoja na kutoa kauli za kweli zenye ithibati. Kwa hivyo wakati ambapo alikuwa anaitetea kesi ya Waketwa, kesi inayohusiana na ardhi yao, tunaona kwamba ushahidi anayotoa ni kweli, ithibati na kauli zake pia zinadhihirisha ukweli wake. Ndiposa tunasema kwamba ni mkweli huyu mhusika. Jambo jingine kando na kusema ni mkweli ni kwamba anazingatia ukweli, hasa anapomwambia Mrima aseme ukweli hata kama ni mchungu ili aondoe chuki. Hii kauli anayosema ni kauli ambayo inadhihirisha kwamba kweli ni mhusika mkweli. Mwamba tunaweza tukasema pia kwamba yeye ni mwaminifu. Na uaminifu wake unaonekana wapi? Ithibati ya kuonyesha kwamba Mwamba alikuwa mwaminifu kwenye kazi hii ni kwamba anakuwa mwaminifu kwa wenyeji wa Matango, hata kuwapigania na hata kushinda kesi iliyowakabili. Tunajua kwamba uaminifu uko wapi hapa? Tunajua kwamba yeye alijitolea kwa vyovyote vile aone kwamba wenyeji wa Matango wamefaulu kwenye kesi iliyowakabili inayohusiana na nini? Ardhi yao. Na usisahau kwamba alikuwa anapigania hii kesi akifahamu kwamba serikali ilikuwa na mikakati na mbinu nyingi za kuweza hata kumshawishi yeye mwenyewe awe kwenye upande wa serikali, lakini anasimama kidete kuona kwamba wenyeji wa Matango wameweza kupata nini? Wenyeji wa Matango wameweza kupata haki yao. Anaonyesha pia uaminifu pale wenyeji wa Matango wanapomsihi apigania kiti cha ubunge cha Matango, naye anakubali ombi lao. Kumbuka kwamba baada ya kuweza kushinda kesi inayohusiana na ardhi ya wenyeji wa Matango, wenyeji wa Matango walihisi kwamba Mwamba ndiye chaguo bora la kuwawakilisha uongozini. Ndiposa wanapomshauri aweze kuomba kura ili aweze awashughulikie ama awafanyie kazi, tunaona kwamba yeye anakubali ombi hilo ambalo linafanya nini? Ombi hilo ambalo linatolewa. Kumbuka kwamba tunaweza tukasema kwamba huyu mhusika anaitwa Mwamba ni kiongozi mwenye subira. Ni kiongozi ambaye ana subra. Mbona tunasema hivi? Anawaambia wafuasi wa Lonare wawe na subra
na kwamba wapigie Lonare kura, kwani walikuwa hawajaambiwa na yeyote kuwa Lonare hatarejea. Kwa hivyo tunaona kwamba ana subra. Yeye alikuwa anajua hata ingawa Lonare haonekani, lakini bado Lonare angefika. Kwa hivyo anazidi kuambia watu waweze kumfanya nini? Haweze kumchagua Lonare. Tutajiuliza, mbona Mwamba ametumiwa kwenye riwaya ya Nguu za Jadi? Anatekeleza majukumu yepi? Ana umuhimu gani kwenye kazi hii ya fasihi? Jambo la kwanza ni kwamba ametumiwa kama kielelezo cha matumizi ya haki katika nini? Jamii. Kwa hivyo ameweza kutumiwa kama kielelezo cha matumizi ya haki katika jamii. Jambo jingine la pili ni kwamba kupitia kwake tunaona ukishindwa na haki, tunaona uongo ukishindwa na haki kusimama. Kwa hivyo ameonyesha kwamba mara nyingi simama kwenye upande wa haki, kwenye upande wa uongo. Lakini unaposimama kwenye upande wa uongo, basi kushindwa kwako basi huwa hauna budi kufanya nini? Kushindwa. Kwa hivyo hizo ni baadhi ya sifa na umuhimu wa huyu mhusika anayefahamika kama nani? Huyu mhusika ambaye tunamuita Mwamba, ambaye ndiye wakili. Awali tuliweza kusema kwamba ni mwanasheria. Kwa hivyo tulisema ni mwanasheria. Mwanafunzi na mpenzi wa lugha, naomba kwamba ukaweze kujisajili kwenye kipindi hiki kwa kuweza kusubscribe. Kipindi chenyewe ni cha Kiswahili na kinaitwa Uketo wa Kiswahili. Nawatakia alasiri, Krismasi yenye mafanikio mzo. Asanteni sana.